Yes, ni kiongozi wa ibada hapa. Niko na wanawake ambao wameandaa event ile ya tarehe 1 mwezi wa 8. Na ikumbuke kwamba wanawake wanapoandaa jambo lao siku zote hakuna kitu kinafeli. Katika mkoa wetu wa Singida tuna bahati nzuri sana kuwa na hawa watu ambao unawaona mbele yako hapa. Mimi kama kiongozi wa ibada sitaki kuongea sana, ila nikwambie tu, wewe mwanaume au wewe mtu ambaye unajijua kabisa upo katika mkoa wa Singida, umeoa, hakikisha mke wako siku hiyo anakuepo hapa tarehe 1 ya mwezi wa 8. Yaani ni ibada ambayo mimi nafikiri haijawahi kutokea katika mkoa wa Singida, kwa sababu tu ada ni shilingi 35,000. Ni hela ndogo sana kwa wewe mwanaume, na kitu ambacho kitaenda kutokea hapa sicho ambacho tunakikusudia, ni kikubwa zaidi ya hicho ambacho unakiogopa wewe. Bwana Yesu asifiwe Jeni. Amina. Hongera kwanza kwa maandalizi mazuri. Asante sana. Hebu mwambie huyu mtazamaji mwanamke ambaye anakutazama hapa, ni jambo gani zuri kabisa ambalo siku hiyo akifika hapa hata ondoka kwa kujuta? Cha kwanza ni uwepo wa Mungu. Kutakuwa na uwepo wa Mungu wa ajabu sana. Lakini pili ni maandalizi yatakayokuwepo. Tunamuomba Mungu tuandae katika hadhi na viwango ambavyo wewe binti wa Mungu una deserve. Na sio tu wanawake wa kwenye ndoa, lakini pia na wanawake ambao hata kama hujaolewa ni binti, ilimradi kuanzia tuseme miaka 15 na kuja hivi unakaribishwa. Kwa hiyo expect kufikia, tunaheshimu mahusiano yetu si na Mungu. Kwa hiyo wewe kama binti wa Mungu tutakuandalia vizuri sana. Arrangements zote zitakuwa katika viwango vizuri. Uwepo wa Mungu mahali hapa utakuwa ni mkubwa sana, lakini zaidi ya yote hali utakayokuja nayo kama Mungu hapendezi nayo hautarudi nayo. Ukiwa na maana yoyote mwenye magonjwa la aina yoyote mwenye changamoto yoyote, ilimradi umeingia mahali hapa, hii ni mtoko wa out na Mungu. Na kama unavotoka kaka ya Aidani na mke wako, ukitoka naye out utatamani mpe kitu kizuri. Hata kama siku nyingine hamlagi kakuku, mkitoka out mtakula kakuku. Kwa hiyo na hii tumevyoita hii au ladies out with God, it is prophetic, ya kwamba unapokuja unatoka na kitu kizuri ambacho baba yetu anaenda kukupatia. Kwa hiyo don't miss, don't dream to miss. Asante sana. Ngoja nimwelekee dada Glory. Kuna watu hapa hawaelewi kitu ambacho kinafanyika. Asilimia kubwa watu wengi wanasema wanawake wanaenda kufanyaga nini huko? Yaani wanakutana na wanawake wako wanaongeaga kitu gani? Yaani nini ambacho wao wanaenda kukifanya kule? Hebu naomba umpe uelewa kidogo mtazamaji wa Singida Gospel. Okay, asante. Kama tulivyosema ni ladies out with God. Lengo kubwa la kwanza, tunatamani wanawake wote watakaokutana wakutane na uwepo wa Mungu. Hiyo ni namba 1. Lakini pia ni ladies wa aina mbalimbali, wenye professions mbalimbali. Kwa hiyo ni sehemu ya kubadilishana pia mawazo na experience mbalimbali. Watakuja wafanya biashara, watakuja wafanya kazi, watu wenye kampuni zao, wenye biashara zao. Kwa hiyo unapokuja hapa unapata nafasi pia ya kuinteract na wale watu. Who knows, kwa kuwa ni jambo la kimungu, anaweza kukutanisha na destiny helper pia. Kwa hiyo sio tu sehemu ya kusema kwamba eti wanawake wakutana wanapiga umbea. No. Ni kujengana, kuimarishana, mwisho wa siku tusimame na Mungu, lakini hata kiuchumi, mionekano and everything, ndio maana tunasisitiza na kupendeza na nini. Kwa ni mambo mengi tunahamasishana. Ndio lengo kubwa hasa. Mtoe hofu huyu mwanaume ambaye anamzuia mke wake kuhudhuria kwenye mambo kama haya. Tafadhali usimzuie. Akihudhuria we mwenyewe utakuwa shahidi wa mabadiliko. Kuanzia muonekano, anavyofikiri, anavyozungumza, anavyofanya maamuzi. Utaona mabadiliko katika kila idara. Kwa tafadhali usimzuie, hakikisha unamchangia aweze kuhudhuria. Asante sana. Katibu wa kamati. Namuona pale katibu wa kamati ametulia vizuri kabisa. Yaani yeye ndo mratibu wa event hii. Na kitu kimoja ambacho katibu natamani kukifahamu, kwa nini imekuwa 35 na kwa nini isiwe free? Naomba tu ushike tu mic. Asante. Nijibu swali lako 35 kwa sababu tumetamani tukae muda mrefu. Event nyingi zinakuwa masaa 2, masaa 3. Tumeangalia Singida tuna uhitaji wa hichi kitu kwa kiasi kikubwa sana. Hivyo tukaona tuweke 35,000. Na hiyo 35,000 mwanamke yeyote atakayeingia hapa atakula, atakunywa. Imagine tunaanza saa 3 mpaka saa 12.
ni muda mrefu. Kwa hiyo kutakuwa kuna lunch na chakula kitakuwa kizuri, vinywaji vitakuwepo. Hii ni ibada, lakini ni ibada ya kipekee. Tutapata neno la Mungu, tutakula. Ndio maana tunasema kwamba ukija unashiba kimwili na kiroho. Ukija unashiba kote kote. Okay, dada Jenny pamoja na kamati, nirudi kwako tena. Tulishazoea kuona wakina Pastor Lozi wanakuja, mapasto wengine wakubwa wanakuja. Safari hii nani anakuja hapa? Au kama Singida nyinyi wakina wanawake mmejipanga vipi kuhakikisha tunapata watu wa design hii katika mkoa wa Singida? Okay, kwa heshima kubwa I want to introduce you prophetess, woman of God, a mother, a wife, a pastor na the founder wa Divine Grace Ministries, Bahati Mwakalinga. Sio tu kwamba ni this lady, she's so special, na kati ya vitu ambavyo kwa nini tumemleta ni kwa sababu ya moyo wake uliopo, moyo wa kumpenda Mungu. Hicho ndo cha kwanza. Sambamba na watumishi wengi wazuri ambao Mungu ametupa katika nchi yetu ya Tanzania, that woman ni sijui naweza nikamsemaje, lakini she's an international minister of God. Tumemwona akifanya huduma katika nchi nyingi sana za nje. Recently ametoka Marekani. Kwa hiyo na sisi wa Singida tunaona kama ni heshima kubwa kwanza kumpata tu kuja. Tukio limeisha. Sasa kilichobakia, wewe mwanamke unayetutazama hapa, wewe mwanaume unayetutazama hapa, ruhusu mke wako, na wewe mwanamke hakikisha unafika Aqua. Ni tarehe 1 mwezi wa 8 kuanzia saa 3:30. Chap, mambo yanaendelea. Umeambiwa issue ya kula na kunywa, kiroho na kimwili, vyote vimekwisha. Wewe wahi tu mapema, na hata kama ikikupendeza hizi namba ambazo unaziona hapa pia unaweza kuwasiliana nao kwa ajili ya kutanguliza mchango wako. Sio lazima siku hiyo ndio ulete, hapana. Ina uwezekano kabisa mkubwa ukatuma tu mchango wako mapema kabisa na kila kitu kitakwenda vizuri. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Kuna mtu la kusema? Okay, kwa kuongezea pia tutakuwa na mtumishi mwingine wa Mungu anaitwa Edson Mabamba kutokea Dar es Salaam. Yeye ni mtumishi wa Mungu lakini pia ni therapist. Tumeona ni nafasi nzuri kwa kuwa wanawake tutakuwa pamoja, tupate pia kusikia mambo mazuri yanayohusiana na afya zetu za akili. Tunakutana na changamoto nyingi na wakati mwingine hatujui namna ya kukabiliana nazo. Kwa Mungu ametupa watumishi katika idara mbalimbali. Atakuwepo mtumishi huyo wa Mungu pia kutusaidia katika maeneo hayo, kutufungua ufahamu na pengine tukapata na suluhu pia ya yale ambayo yanatutatiza. Kwa hiyo usipange kukosa, karibu sana, usipitwe. Ndivyo event hiyo itakavyofanyika. Kwa hiyo kama umeambiwa pia yatakuwepo masomo kuhusiana na afya ya akili. Sasa wewe unajua tu waga upoje, unajua mke wako waga yukoje, wewe mlete huko. Dawa 35 inatosha tu. Mungu akubariki sana.